Habari ndugu mtazamaji wa Asam Online TV. Wakala wa chakula dawa Zanzibar imekuja kuteketeza takribani tani 4.8 maziwa ambayo yanajulikana SMA kwa matumizi ya watoto pamoja na binadamu. Juu athari ambazo zinazokwenda kwa kumba, tumepata nafasi ya kuzungumza na viongozi kutueleza athari ya matumizi hayo, namna ambayo wamekwenda kuzunguka takribani ya masoko yote ya Zanzibar kukagua na kuangalia hali ya matumizi hayo. Mimi ni Makame, lakini nyuma kamera ni Madina Omar. Wakala wa chakula dawa na vipodozi kwa kuzingatia sheria zake ina jukumu la kumlinda mlaji kwa kufanya ukaguzi, usajili pamoja na uchunguzi wa kimaabara, lakini tukiwa kama ni wakala wa chakula dawa na vipodozi tuna mamlaka ya kufanya disposal, na leo hapa tumekuja katika jaa kuu Kibele, tumekuja kufanya disposal ya maziwa ya aina SMA. Maziwa haya yamekuja kuteketezwa kwa sababu yamebainika kuwa na uchafuzi wa Cereals. Halafu uchafuzi huo umebainika kuwa na bakteria ambaye anahusika na Bacillus cereus. Alafu maziwa yenyewe ni tani 4.8. Taarifa ya kampuni ya hayo maziwa, kampuni hiyo inaitwa Nestle. Kwa hiyo kufuatia taarifa hiyo tukapita madukani kukusanya baadhi ya maziwa ambayo yana uchafuzi huo ya bakteria aina ya Bacillus cereus. Kwa kupitia uchafuzi huo tumefanya utafiti wa kutoa maziwa hayo madukani, lakini kwa kushirikiana na kampuni ya Bopa Enterprise. Alikuwa na maziwa yake hayajafika, lakini alivyofika tu akaturuhusu kwenda kuangalia baadhi ya bachi ambazo zina athari ya madhara kwa binadamu. Kwa hiyo ndo tumekuja hapa kufanya uteketezaji. Baadhi hapo tumeyatoa madukani mote, ambapo soko la Zanzibar tulimelitembelea mote madukani, tumeyachukua ambayo yana madhara kwa afya kwa watoto pamoja na binadamu kwa ujumla, na baadhi ilikuwa Bopa Enterprise alikuwepo njiani, lakini baada tu ya kufika hapa Zanzibar ametupa taarifa na tumeenda kwenye godani yake, tumetoa baadhi ya maziwa ambayo bachi haziko sawa. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kiafya kutokana na maziwa ambayo tumeyatoa sokoni, madhara yenyewe ni pengine mtu anaweza akatumia maziwa hayo akapata kichefuchefu, akaumwa na tumbo pamoja na kutapika. Wito wangu nikiwa kama afisa uhusiano kwa wafanyabiashara ni wanapopata bidhaa ambapo inaonekana kuwa na wasiwasi kwa matumizi ya binadamu, watoe taarifa kupitia ZFDA au wawe yani na mahusiano na sisi na jamii kwa ujumla. Hata jamii pia tunaiasa inapokuta bidhaa wana wasiwasi nayo watoe taarifa kwetu ZFDA. Tulipata ripoti kutoka kwa supplier wetu then kwa ZFDA kuhusiana kama kuna baadhi ya maziwa SMA namba moja si yote, namba moja ambayo yamekuwa contaminated kwa mujibu wa ripoti ya kitaalamu. Kwa kuwa bahati nzuri kwa maziwa yale sisi bado yako bandarini hujatoa. Kwa hivyo kuanzia diwani maziwa yale tuanze kuyatoa ilikuwa chini ya uangalizi wa ZFDA na katuna kushanya mpaka kantina mwisho kumalizika. Kwa hivyo baada ya kumalizika pamoja na ZFDA tukashirikiana kuleta hapa ili kufanya disposable hayo maziwa ambayo hayafai kwa matumizi ya mwanadamu. Ama maziwa mengine yalibakia nje SMA yako fit kwa matumizi ya binadamu, kwa sababu yale yote ambayo yamehusika tayari yameshakushana pande yetu sisi. Na kama nilivyosema mwanzo, maziwa yahusika ni namba 1, lakini namba 2 na 3 hayahusiana na tatizo hilo lililotokeza. Hivyo nashukuru sana leo kukamilisha zoezi hili kwa uwazi na usalama na mashirikiano. Kawaida kabla ya kuingiza bidhaa yote ya chakula tunafanya applications ya permit kwa ZFDA. Baada ya permit kutoka, ZFDA wanakuwa na dhamana ya mzigo ule kuzuia bandarini mpaka wahakikishe kwamba uko katika hali nzuri ya matumizi. Na hata kama mtatoa basi tutakuwa under their surveillance juu yao ili kuhakikisha kwamba hauwezi kuingia katika soko mpaka tayari umethibitishwa kwamba huu unafaa kwa matumizi ya mwanadamu.